Lakini unapozungumzia kiungo bora msimu huu katika ligi kuu ya NBC, mimi sio mchoyo Tobias Sebastian. Kiungo bora msimu huu ni Faisal Salum Feitoto. Kama kuna lolote la kuambia kuhusiana na tarehe 25 tutawaambia. Makubwa tunajivunia kuwa na Steven Dese Mukwala, striker refu kuliko goli. Ziko mechi nyingi ambazo ameziamua yeye mwenyewe, aidha kwa miguu yake ama kwa kichwa chake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tunajivunia sana kuwa naye. Hiki ndio unakimaanisha wakati ule anasajili. Niliwaambia kuna striker refu linakuja, likiruka tu tumemwona Dese Mukwala. Wapo ambao huwa wanasema unazungumza sana kupitiliza uwezo wa mchezaji, lakini kwa msimu huu kila mchezaji ambaye tulimzungumzia amekuja kutuonesha kile ambacho alichokuwa nacho. Ladaki Juma Chasambi alihusika kwenye mabao mchezo wa mzunguko wa kwanza dhidi ya Kagera, amehusika hii leo. Musa Kamara Pimpin clean sheet ya 19 hii leo. Kwanza kiujumla mwaka huu timu yetu imekuwa ni timu ya matuzo. Goli kipa bora ni Musa Kamara. Goli kipa bora ni Musa Kamara, clean sheet ya 19. Ni ubora usiomithilika. Amefikia rekodi ya Aish Salum Manula ambaye na yeye aliwahi kufikisha clean sheets 19. Bila kupepesa macho, mlinda mlango bora msimu huu ni Musa Kamara. Ukiachilia mbali kigezo cha clean sheet, lakini ni golikipa namba 1 wa timu ya taifa lake kwa maana Guinea. Lakini faida nyingine ya Musa Kamara, ameipeleka Simba finali ya michuano ya CAF. Kwa hata kama golikipa wenu wana clean sheets nyingi kama za Musa ama kumpita Musa, lakini je, kwenye michuano ya kimataifa aliwapeleka wapi? Hiyo sababu hiyo ipo. Mpira ni ecosystem. Ni mchezo ambao tunapokaa kujaji mtu tunamwangalia huyu mtu ameisaidiaje klabu yake, si ndio bana? Kwa Musa Kamara amewazidi magolikipa wote msimu huu. Ni golikipa bora kwa Musa Kamara. Lakini tunapokuja kwenye mshambuliaji bora, top scorer, hapo kuna mashaka, Jean Charles Ahoua anaingia kwenye ufungaji bora. Tunazungumza kiungo bora. Bora changanya hapo. Kiungo bora nitakutajia. Umeruka. Sijaruka na maana yangu. Lakini tunapozungumzia MVP wa ujumla wa ligi kuu ya NBC 24-25, hapo unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Hilo wala halihitaji ubishi wala halihitaji kupiga ramli. Jean Charles Ahoua ndio MVP. Ana magoli mengi. Ana involvement, yani kuhusika kwenye magoli mengi kuliko wachezaji. Sasa unaachaje kumpa huyo mtu tuzo ya ligi kuu ya N? Inawezekana wewe hajakuvutia, lakini takwimu zake ni babu kubwa sana. Hakuna mtu yote ambaye anamkaribia. Huyo ni Jean Charles Ahoua. Lakini tunapozungumzia kocha bora msimu huu, hilo wala halihitaji ubishi. Tunamzungumzia Fadlu Davis. Ndio kocha alioanza na timu pre-season mpaka amemaliza na timu. Makocha wengine wote wamefukuzana. Sasa kocha aliyokuja leo akaondoka kesho, aliyokuja akamaliza mechi 2 za mwisho, hawezi kuingia kwenye ushindani huu, kwa sababu kama huyo kocha angekuwa mzuri, hiyo timu ingekuwa naye tangu mwanzo. Kwa hiyo Fadlu Davis ni kocha bora msimu huu. Unapozungumzia msemaji bora msimu huu, namzungumzia Ahmed Ali. Acha bwana. Hivyo mimi ni waombe bodi ya ligi watoe tuzo ya msemaji bora, tupate motivation. Tunafanya kazi kubwa sana. Tunafanya kazi kubwa mno. Tupewe tuzo. Hata kakio tu hivi. Ikija na hela itakuwa magoli zaidi. Lakini kakio tu kale. Tupate ile recognition. Lakini unapozungumzia kiungo bora msimu huu katika ligi kuu ya NBC, mimi sio mchoyo Tobias Sebastian. Kiungo bora msimu huu ni Faisal Salum Feitoto. Nataka nimsemea huo hata, yani mtu anakuaje anacheza eneo la kiungo, mchezaji bora, mfungaji bora, au sio bora katika eneo anaocheza? Faisal kaka. Wewe umetoa wapi kaka kumtaja mchezaji wa timu nyingine? Mimi si mtu wa boli kaka. Nimezungumzia Kagera Sugar hapa na nimetoa na ushauri kwa Juma Kaseja Juma. Na hapa namzungumzia kiungo bora. Naweza nikamtaja Jean Charles Ahoua, lakini nafsi inanisuta. Na mimi nina haya kaka. Faisal Salum Abdallah Feitoto. Faila Sufi. Kaka nguvu umetoa wapi?
na wapo vijana wengi. Kwa mfano kama Chasambi angekuwa na game time ya kutosha, angeingia kwenye kinyang'anyiro cha mchezaji bora kijana. Lakini sio rahisi. Wapo vijana wengi ambao wamefanya vizuri katika timu zao huko. Kwa hiyo pamoja na kumpenda kote, lakini unamuondoa kwenye hiyo nafasi. Tumalizie Samaji. Hii leo ilikuwa mchezo wa mwisho nyumbani, uwanja wa KMC. Umeicha mashabiki waje na jezi nyekundu, wameitika. Tumalizie hapo, na kama kuna lingine sija kuuliza unatamani kulisema, ni wakati wake sasa. Kiu kubwa kwa mashabiki. Kwanza tuanze kwa kuwapongeza mashabiki wa Simba. Msimu huu wamekuwa wonders sana. Wamefanya kazi kubwa sana ya kuisupport Simba yao. Kwenye kila mikoa tumekwenda nao. Niapongeze matawi yote ambayo yamekuwa nasi bega kwa bega, ambayo kila safari wamo. Kuna wale ambao wanatoka Dar wanakwenda mikoani, na kuna wanaotoka mikoani wanakuja Dar. Wamefanya kazi kubwa sana. Na kwa hapa Dar es Salaam, yani kwa ujumla katika mechi zetu za nyumbani, nina uhakika bodi ya ligi watakapotoa takwimu ya klabu ambayo imeingiza fedha nyingi kwenye upande wa gate collection, naamini Simba Sports Club itakuwa hivyo, kwa sababu mechi zetu zote zimekuwa na wingi wa watu. Mashabiki wa Simba hadi kufikia hapa hatuwadai, wamefanya kile ambacho wanastahili kufanya. Na mechi leo vile vile wametisha pakubwa mashabiki wetu. Kiu kubwa ya mashabiki wa Simba ni tarehe 25. Nichukue nafasi hii kuwaambia mashabiki wa Simba, kama kuna lolote la kuambia kuhusiana na tarehe 25,